eneo hilo ni kubwa, lina ukubwa wa kutosha, lina ukubwa wa takriban mita za mraba 8621. Kwa mtaona ni eneo ambalo ni kubwa kiasi cha kutosha, lakini kwa nao perform pale Umonga ni eneo la kimkakati, kwa maana ni accessible kwa usafiri wa kutoka na kwenda maeneo yote katika jiji letu la Dodoma. Ndugu waandishi wa habari, mpango wa uendelezaji wa eneo la Umonga ambapo ndo limependekezwa na kamati kwa ajili ya wafanyabiashara kuweza kufanya shughuli zao. Kama ilivyo ada, halmashauri ya jiji la Dodoma iliandaa mpango wa awamu mbili wa uendelezaji wa eneo hilo la Umonga. Mpango wa awamu ya kwanza ilikuwa itahusisha block moja la eneo ambalo wafanyabiashara wa lililokuwa soko la Rehema Nchimbi wataanza kufanya biashara zao kwa kujenga vibanda vya muda vyenye gharama nafuu. Yaani eneo lile tukaona katika mpango wa hayo maeneo mawili sasa, manake yani lote haliwezi yani hatuwezi kufanya mpango wa pamoja wa kuliendeleza wakati hawa wanaendelea kufanya shughuli zao upande huu unaendelezwa, na baada ya kukamilika upande huu manake tunawahamishia upande ambao umeshaendelezwa, then upande ambao hujaendelezwa unaendelezwa. Kwa maana sasa awamu ya pili ya uendelezaji wa eneo hilo tumepanga itahusisha wafanyabiashara kuhama kwenye block iliyojengwa miundombinu ya kisasa na kupisha maeneo ya awali kwa ajili ya kupisha ujenzi wa miundombinu ya kisasa. Kama nilivyosema, eneo kama umeligawa sehemu mbili, manake sehemu ya kwanza ambayo wataanza kufanyia biashara zao, hii ya pili tunaijenga kisasa kwa maana ya kutoa sura halisi ya soko. Alafu baada ya hapo sasa tunahamia upande wa pili, upande wa kwanza nao unaboreshwa mazingira yake. Na kwa hatua za awali ambazo zilifanyika pale ni ili wafanyabiashara kuanza kufanya shughuli zao, eneo lile lilikuwa halina choo, kwa maana hapakuwa na huduma ya choo. Halmashauri ikajenga choo cha kisasa pale kwa ajili ya kuweza kutoa huduma ya choo kwa wafanyabiashara ambao wamepangwa kufanya shughuli zao katika eneo lile. Lakini ulikuwa ukiliangalia awali ilivyokuwa, lilikuwa kama linatuamisha maji na vitu kama hivyo. Kwa halmashauri ilipeleka kifusi na kuweza kulisawazisha ile eneo ili basi hata kama kutakuwa kuna maji yasituame, yaweze kutiririka kwenda kwenye mitaro. Katika utaratibu wa ugawaji wa eneo hilo, halmashauri ili wataarifu wafanyabiashara kwamba ugawaji wa eneo hilo utazingatia mambo kadha wa kadha. La kwanza ilikuwa ni awamu ya kwanza watagawiwa wafanyabiashara ambao walikuwa wakifanya shughuli zao katika eneo la kupitia orodha ambayo ilihakikiwa na kamati. Tunajua baada ya kuundwa kamati, manake miongoni mwa majukumu yake ilikuwa ni kuhakiki wafanyabiashara hao, ili isitokee sasa kwamba tumetoka huko wafanyabiashara tukiwa 10 ila tukija huku tuko 18. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kwanza uhakiki ufanyike ili kupata ile takwimu au ile taarifa ambayo ni sahihi. Lakini mbili, kila mfanyabiashara atagawiwa eneo au kiwanja kimoja cha kujenga frame au kibanda cha biashara ambacho ni cha muda. Na vibanda hivyo tukasema vyote vitakuwa vinafanana, vina ukubwa unaolingana, yani kwa maana mita 3x3. Lakini tatu, wafanyabiashara ambao walikutwa hawafanyi biashara na maeneo yao walikuwa hayajamaliza vibanda vyao, kwa maana haya tumezoea kuita mapagale katika hilo eneo, hawatahusika kwa ugawaji wa awamu ya kwanza kwa sababu walikuwa hawafanyi biashara.
Yaani awamu ya kwanza tunataka wale ambao walikuwa wanafanya biashara kwanza tumalizane nao, ili tusitengeneze taharuki isiyo ya lazima. Kwa hiyo hatukutoa room kwa wale ambao walikuwa wafanyi biashara, kwamba baada ya kuona huku kuna fursa ili nao wahamie huku, alafu wale ambao walikuwa wanafanya biashara ambao walilengwa kabisa wakose sehemu. Lakini katika uhakiki wa ile kamati ni kwamba kulikuwa kuna wafanyabiashara ambao walikuwa wanamiliki vibanda zaidi ya kimoja. Tukasema wafanyabiashara hao watapewa kiwanja au eneo la kujenga kibanda kimoja tu. Liagiza wafanyabiashara katika eneo hilo au ambao wamekusudiwa wote kupewa mikataba ya wazi na inayoeleweka kwa pande zote ya wao kuwa katika eneo lile. Ndugu zangu, bila shaka mnafahamu changamoto ya kufanya kazi au kuwa sehemu pasina kuwa na mkataba. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu yalikuwa ni hayo, na sisi kama halmashauri tunatekeleza na tutasimamia utekelezaji wa maelekezo hayo. Sasa eneo la Umonga mpaka sasa utekelezaji wake ulivyo, najua wengi mmefika pale. Mipaka ya maeneo ya kujenga hivyo vibanda ambavyo tunavitaja imekushawekwa, yani inafahamika baina, na hiyo imefanyika baina ya halmashauri pamoja na uongozi wa wafanyabiashara hao. Lakini baada ya mazoezi hayo kukamilika, hatua iliyokuwa inafuata ni kupitia rasimu ya hiyo mikataba. Si ili uwe katika eneo hilo lazima uwe unatambulika, na tunakutambuaje kwa mkataba? Sasa mkataba, management ya halmashauri jiji la Dodoma ilisema sio wa kujifungia na kuwapelekea wafanyabiashara, kwa sababu kama mnanisikiliza vizuri, manake mfumo huu ambao tunautumia ni mfumo ambao ni shirikishi. Yani wote tushirikishane, twende pamoja. Mwisho wa siku isitokee kuna mtu au kuna kundi ambalo liliachwa pembeni. Ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo halmashauri ya jiji la Dodoma tarehe 24 Aprili iliwaandikia barua viongozi wa wafanyabiashara hao ya wito wa kuja sasa kupitia rasimu au mapendekezo ya hiyo mikataba ambayo itawafanya wao wakae pale kwa uhalali. Na kikao kilifanyika tarehe 27 mwezi Aprili mwaka 2026. Lakini ndugu waandishi wa habari, katika kikao hicho, ukiacha ajenda ambayo ilikuwa ni kupitia rasimu ya hiyo mikataba, huo mkataba, hawa wenzetu wafanyabiashara walikataa hiyo ajenda. Kwa hiyo haikujadiliwa. Badala yake waliwasilisha hoja ambazo ni mpya kwa tarehe hiyo, na naomba niwatajie hizo hoja. Hoja ya kwanza iliyowasilishwa ni walitaka ongezeko la wafanyabiashara. Ndugu waandishi wa habari, wafanyabiashara wanaowataka ongezwe ni wafanyabiashara 50. Wafanyabiashara 50 unaongezaje katika kipindi hiki wakati kamati imeshafanya uhakiki? Yaani wanatokea wapi? Tuko pamoja? Na hiyo manake ni kinyume na ile kamati ambayo imeundwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambayo imefanya uhakiki pamoja na viongozi wa wafanyabiashara. Lakini mbili, wakaibuka na hoja ya kuzuia wafanyabiashara wengine wasipelekwe katika eneo hilo. Kumbuka tumetaja eneo hilo lina ukubwa
mkubwa ambao tumeutaja ule. Sasa kwa nini wanaleta hoja kwamba tusipeleke wafanyabiashara wengine, na wakati jukumu na dhamira ya serikali ni kuwatengenezea wafanyabiashara mazingira ambayo ni rafiki na ambayo yanafikika na yenye mvuto wa kibiashara. Kama wao tumeweza kutoka kule Rehema Nchimbi kuja Umonga, kwa nini wengine wenye changamoto kama hizo wasipate fursa ya kufanya biashara katika eneo ile? Yaani kwa lugha nyingine, malaki mnatengeneza mazingira ya kuodhi eneo kwa manufaa binafsi. Lakini hoja nyingine ilikuwa ni ya fidia, kwamba wenzetu wanasema wanadai fidia, kufidiwa kwa hali ngumu waliopata wakidai kukosa kufanya biashara tangia kipindi ambacho soko la Rehema Nchimbi lilifungwa. Nyingine ikawa ni ikaibuka hoja ya wanataka kupelekewa kifusi. Awali tulisema wakati tunalipanga lile na kulisafisha, tulipeleka kifusi kwa maana ya kuweka miundombinu vizuri na rafiki pale ili shughuli ziweze kuanza. Na haya ni masuala of course ni ya kitaalamu, kwa maana hatuendi kwa matakwa, ila wataalamu wanatushauri nini katika eneo hili. Lakini ya mwisho ambayo ilitushangaza kama halmashauri ni kwamba mkataba sio kipaumbele kwa wafanyabiashara. Yaani wanataka tuache wakafanya biashara pale, lakini tusiingie nao mkataba. Kwa ukishafanya biashara afu masuala ya mikataba yatafuata baadaye. Ndugu waandishi wa habari, ukiacha na haya, sasa hivi karibia kila kukicha tunapokea wafanyabiashara wenye malalamiko wanaolalamikia kutozwa fedha ili waweze kupewa eneo au maeneo katika hilo eneo tulilopanga la Umonga. Majina yangu naitwa Norbert Pangasero. Mimi ni mwenyekiti mstaafu wa soko hili la Rehema Nchimbi, lakini kwa sasa ni kiongozi mwandamizi katika kamati hii ya uongozi. Na kama ikiwa ni hivyo, sisi kumbuka kwenye mpango huu wa soko letu la Rehema Nchimbi ulikuwa una makundi mawili. Kundi la kwanza ulikuwa ni wafanyabiashara ambao wanaomiliki vibanda hivi mnavyoviona. Ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili kuna wafanyabiashara ambao walikuwa wapangaji kwenye mpango huu. Lakini mpango waliokwenda kugaiwa kule ni wale ambao wanaomiliki vibanda. Tukasema ikiwa kama mmebadilisha maamuzi, sisi tunaona ni vema tuwakumbuke na watu wetu ambao walikuwa wafanyabiashara kuwa hawamiliki mabanda, wapangaji. Kwenye eneo lililobaki tuwaatendi pale. Kwa hiyo kama wewe umeshauza hilo eneo na kwa watu wa mambo poa, sisi hatupo tayari kukubaliana na wewe, kwa sababu baadhi ya wadau wetu wengine bado hawajapata maeneo yoyote. Yule ndugu akajitoa pale, akaanza kututishia kana kwamba mtu yote atakayekiuka atavunjwa miguu na migambo yake ya jiji na nini. Hasa sisi tukasema swala hili sisi la kwetu. Waziri Mkuu ndiye ambaye ametusaidia pakubwa tangu changamoto hii imetokea. Kwa sababu tuliandika barua ya lalamiko letu kwa Waziri Mkuu, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya, ambao wote wametusaidia mpaka kufika pale ambapo tulipo sasa. Sasa tunajiuliza, hivi je, kweli huo mkataba eti ndio uzuie hatua ya watu kuendelea kukaa pale? Hatuwezi kuzungumza mkataba wakati watu wanaendelea na mipango yao pale. Lakini tukajua ni kwa sababu mtu ambaye ameshiba hawezi kumkumbuka mwenye njaa. Na ndio maana sisi tumesema hapa sasa hivi leo tulikuwa tumetangaziana wanachama wote kwamba tukutane eneo letu jipya la Umonga. Lakini asubuhi ya leo yeye yule ndugu afisa biashara Nsubi Kapula pamoja na mkurugenzi Eric Sagamiko wasambaza migambo wa jiji pale na wanatuzuia sisi tusikanyage kwenye lile eneo. Sasa mpaka sasa hizi tuko njia panda. Hatuelewi. Kuja huku kwenye soko letu Rehema Nchimbi, polisi wanalinda mchana na usiku. Haturuhusiwi. Kwenda kwenye eneo letu jipya ambalo sisi tumeshalipokea, tumelikubali, bado tena wanajitokeza watu wanatuzuia.
tunaomba serikali, waziri mkuu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, Mama Samia rais wetu mpendwa, kwenye jambo hili sisi wanao tunahangaika, tunateseka, tunaonekana kama taifa hili si la kwetu. Inafikia hatua mpaka wakati mwingine tumekuwa wavumilivu. Miezi 7 hatujafanya maandamano, hatujaenda kwenye media yoyote, hatujafanya, tumefuata taratibu za amani, mifumo ya serikali yetu. Wanajitokeza watu wanatuletea vikwazo. Kwa majina naitwa Godfrey Tarimo, ni mwenyekiti wa soko la Rema Nchimbi. Wito wangu mkubwa kwa serikali ni kuwa tunamwomba Mheshimiwa Mama Rais Samia Suluhu aweze kuingilia kati hili swala letu, kwani hili swala linatukandamiza sisi wananchi wa chini sana. Kwani tulikotoka sisi wananchi hawa Rema Nchimbi ni mbali mno, mpaka tulikofika hapa sasa hivi, yani tumeumia sana, lakini kulingana na uvumilivu tuliokuwa nao tumevumilia sana, lakini sasa tumeona yametushinda. Imebidi sasa tuingie kwenye vyombo vya habari ili wananchi na serikali kiujumla waweze kuyasikia. Swala la mkataba sisi sio kuwa tumeugomea. Swala la mkataba sisi tulisema hivi kwamba sisi tuingie kwanza pale, tuingie tuwe settled. Tukishakuwa settled, walete ule mkataba ili tuje tujadili, pia na wale wanachama tayari watakuwa na akili zao timamu ili tayari kuweza kujadili ule mkataba na kupendekeza mapendekezo yao kwenye mkataba. Naitwa Abdalla Ramadhani Gogo. Ni mdau, ni mfanyabiashara katika soko la Rema Nchimbi. Anayesimamia pale nadhani ni mkurugenzi akishirikiana na afisa biashara. Kinachotengenezwa pale ndugu zangu ni vituko. Pale wako wafanyabiashara 300. Wafanyabiashara 300 choo vitu vilivyotengenezwa matundu ya choo yako ni 6. 3 ya kike, 3 ya kiume. Sasa ndugu zangu, kwa mfumo huu ni serikali inajenga au ni mtu ameamua kumjengea mtoto yatima? Kwa sababu huwezi kusema kwamba serikali imewekeza pale inajenga choo cha namna ile. Kwa hiyo ndio maana sisi tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu popote alipo, sisi tunataka popote alipo tunamuomba aje eneo la takio kama jinsi alivyokuja, kwa sababu siku alivyokuja walituficha. Unajua, unapaswa kuwa wa kwanza kupata habari zote kiganjani mwako. Yote haya yanawezekana ukiwa na Manyunyu TV. Cha kufanya, ingia YouTube kisha andika Manyunyu TV, utaona neno subscribe, bonyeza hapo, kisha bonyeza alama ya kengele, na hapo utakuwa wa kwanza kupata notification za habari kutoka pande zote. Manyunyu TV ni yako, tumeliamsha.